Wakristo. Kwanza nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi ya baba yetu Mheshimiwa Baba Askofu, mapadri na waamini wenzetu, tumsifu Yesu Kristo. Nimekuja kwa ajili ya neno la shukrani, na kwa kweli niliambiwa natakiwa nishukuru nisiongee maneno mengi, lakini na mimi niliambiwa kuongea juu ya babangu. Kuna mtu alisema anapokufa mzazi kila mtu analia baba, hadi baba yetu, lakini mwisho wa siku ni baba yetu. Baba kama mnavyoona huo uliofanywa hapo ndio sanduku lilichongwa na wasisi watoto kwenye familia yetu. Sisi wote ni makundi kwa sababu baba alikwenda ufundi. Mimi nilipomaliza la 7, mama alitaka niendelee na masomo ya sekondari. Baba alikataa, alisema lazima ndio akasome ufundi. Kwa hiyo ndio fundi mkuu. Naona sifa zinaweza kwa fundi mdogo. Ndio fundi wa kwanza kwa familia. Nimesoma VETA na masomo ya ufundi rangi na rangi mkuu. Kwa hiyo nilisi akusoma VETA nimefundisha mimi nimefundisha kuchanganya, nimefundisha kupaka, nimefundisha kila kitu fulani. Kwa hiyo kazi lakini haitoshi. Kuna mtoto wetu anayefuata ambaye ni marehemu, alipotakiwa kwenda kusoma, mama alitaka pia ile masomo ya sekondari, baba akampeleka Gereji. Ni fundi mzuri sana wa Gereji na ni dereva mzuri sana. Kwa hiyo mpaka anafariki alikuwa fundi na dereva mzuri. Lakini zaidi yao mama yetu alikuwa anatamani sana masomo ya sekondari, akajitahidi kumpata Robert, akaenda kusoma masomo ya sekondari, lakini ilipofika mahali akakwama, akarudi. Ni fundi mjenzi mzuri sana. Basi haitoshi, baba akang'ang'ana tena. Wakati mdogo wetu wa kiume tena, wakati anamaliza la 7, mama akataka yeye akasoma masomo ya sekondari tena kwa ufundi ambao unatakiwa na umri mkubwa na ushuhudia. Baba alikataa, na kwa bahati nzuri kwa baba na kumvunja nguvu mama, parokia Magufuli ilifungua chuo cha ufundi VETA pale Makoka. Kwa hiyo Daniel ni mwanafunzi wa kwanza pale VETA Makoka kama fundi seremala, na ni fundi seremala mzuri. Lakini kwa neema za Mungu wenzetu hao wamebariki hivyo. Mdogo wetu wa mwisho naye mama alipambana, akaenda sekondari, akasoma sasa mwalimu kwa masomo ya sekondari ambayo alipitia, alifika mpaka chuo kikuu na sasa hivi ni mwalimu. Lakini kwa upande wa deni pia mama alipambana sana, alipambana akashinda mpaka alifika kusoma masomo ya sekondari, lakini baba alipambana. Kwa hiyo familia yetu ni mafundi, na kwa uthibitisho nyumbani kwetu kwa asilimia kubwa ya nyumba yetu tunajenga sisi wenyewe kama mnavyoona. Wao wakijenga mnapigana, lakini haitoshi. Kwa neema ya Mungu namshukuru sana Kodajirado nilipokuwa hapa, alisema kazi ya ufundi kwa wale mwanamke haitakukaa, alinipeleka kusoma masomo ya kompyuta. Ndio maana mpaka sasa anafanya kazi kwa ajili ya kazi za ndio anakuja kuniondoa. Kwa hiyo kama mnavyoona hii jeneza ya baba imetengenezwa nyumbani na familia mkuu na Daniel. Ndio bwana nishangaa ngoja mbona imekaa kwenye gari lakini ina utofauti. Imechongwa nyumbani. Kwa hiyo hapo nyumbani kama mtu waliona jeneza ya baba imechongwa pale nyumbani. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya baba yetu. Tunampenda sana na kumpenda. Lakini
ninakumbuka mimi ni mkubwa, tangu nimekuwa na akili yangu, sijui nilipokuwa mdogo nimechapwa na baba siku moja tu, na wenzangu hakuna atakayeshuhudia kwamba alikuwa kiboko kwa baba, hakuna. Baba alipiga mtu, lakini alikuwa anatufundisha kwa matendo. La ya leo mbele wana